Kila mwaka huwa tunaadhimisha siku ya uwekezaji. Tumechukua fursa hii ya haya maendeleo ambayo yanaendelea hapa kwenye maonyesho ya kibiashara ya kimataifa, kuchukua fursa ya kuonana na wawekezaji pia ili tuweze kuwaeleza hizi fursa ambazo zipo katika nchi yetu, hususan baada ya Mheshimiwa Rais kuingia katika kipindi chake cha pili, mipango yake na jinsi gani sheria na hizi sera ambazo tunazo wawekezaji zimeimarishwa. Kama unavyofahamu ni kwamba katika kipindi kilichopita cha miaka mitano hali ya uwekezaji ilikuwa ni nzuri sana. Nchi hii imeweza kusababisha mtaji usiopungua bilioni 6.8 dola za Kimarekani katika miradi ambayo ipo, na imeweza kusababisha kutengeneza ajira sio chini ya 28,000 na kitu katika kipindi hicho. Kwa hivyo sisi kama serikali tuko tayari, tumeshajipanga kuhakikisha mazingira ya uwekezaji Zanzibar, mazingira ya kibiashara Zanzibar, ease of doing business inaimarishwa. Mipango ya ZIPA, mipango ya serikali ni kuhakikisha kila mwaka tunasajili miradi sio chini ya 150. Kwa hiyo target manake ni 150 mara 5, hiyo ni miradi karibu 600 kwa miaka mitano, ambayo ni mingi sana. Sheria ya uwekezaji, sera ya uwekezaji inahimiza zaidi uwekezaji wa ndani kwa maana ya domestic direct investment kuliko hata ya foreign direct investment. Tatizo ambalo tunalo ni kwamba bado watu hawajawa na ile, wanahisi kwa uwekezaji ni kutoka nje tu. Kwa hiyo tunachokifanya, tumeweka taratibu za kuhakikisha kwamba hawa watu wa ndani wanapata vivutio vikubwa zaidi. Kwa mfano, unapozungumza swala la threshold ya capital ya investment, kiwango kile ambacho kinatakiwa cha chini cha mwekezaji kuweza kuruhusiwa kuwekeza Zanzibar, kiwango cha watu wanaotoka ndani ya nchi ni kidogo sana. Mgeni kutoka nje minimum ni $500,000, wakati mtu wa ndani hapa, wewe njoo dola yako 50,000, dola yako 100,000, sisi tuko tayari kukusaidia uweze kupata hizo fursa zilizopo. Na mimi naamini kwamba tunapokuwa na uwekezaji kutoka ndani zaidi, kwetu sisi ni imara zaidi, kwa sababu hata zile pesa zitakapopatikana hazitokuwa repatriated, hazitoondolewa kupelekwa nje ya nchi, zitabaki humu ndani na kuingia katika uchumi wetu. Kwa hivyo serikali iko pamoja na wananchi wa ndani, na mimi nichukue fursa hii kuwahimiza wawekezaji kutoka ndani waje. Fursa zipo, mabenki ya kukopa hiyo mikopo ipo, na sisi kama serikali tuko tayari pia kuwasaidia katika njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba wanaipata hiyo mikopo kwa ajili ya kutekeleza hiyo miradi yao. Bila shaka kwa nguvu ambazo zimewekwa na serikali kwa sasa, miradi hiyo inaweza ikafikiwa na hata ikapindukia. Moja ni kwa sababu Zanzibar imejiweka katika nafasi nzuri ya kuvutia wawekezaji wakiwa hapa ndani, lakini pia katika zile ziara ambazo wanazifanya kupitia Mheshimiwa Rais, kupitia mawaziri wake wa kualika wawekezaji kuwekeza hapa Zanzibar. Sina wasiwasi miradi hiyo 150 kwa mwaka au miradi 700 takriban kwa kipindi cha miaka mitano inayokuja itafikiwa na itapindukiwa. Cha muhimu hapa cha kuzingatia ni ile swala la sustainability. Tusiangalie tu katika kuleta miradi mingi, lakini tuangalie vipi tuna preserve mazingira ya Zanzibar, vipi tuna preserve, tunahifadhi culture, tamaduni na heritage. Ili la heritage ni muhimu sana, kwa sababu kadiri tunavyoalika watu wengi kuja zaidi ni rahisi kupoteza ule urithi wetu. Kwa hiyo tuite wawekezaji wengi waje ili tupate kutengeneza ajira nyingi, tupate kutengeneza income nzuri kwa wafanyabiashara wadogo, lakini pia tuzingatie swala la urithi na masuala ya uendelevu. ZRA sisi tumejipanga zaidi kutumia mifumo katika ukusanyaji wa kodi ili kuwawekea unafuu wawekezaji katika kulipa kodi na kupoteza muda. Kubwa sasa hivi ni kwamba kwa upande wetu ZRA, mlipa kodi anajisajili online. Akishajisajili online, mlipa kodi anafanya filing online akiwa nyumbani kwake, akiwa katika sehemu yake ya biashara, na analipa akiwa pale ofisini au sehemu yake ya biashara. Ina maana hii ni hatua kubwa sana ZRA tumeifanya, na tunaendelea kufanya zaidi ya haya. Tunategemea zaidi, hata ikiwezekana claim na complaint zote ambazo zinahusiana na ZRA ziwe zinakuja moja kwa moja online, ili kuwapa muda wawekezaji kufanya shughuli za kiuchumi badala ya kuja kupoteza muda katika ofisi zetu. Sisi kama ZIPA na kwa niaba ya wafanyakazi wote wa ZIPA
tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupeni taratibu sahihi, tunakuongozeni katika njia sahihi ili muweze kufanikisha uwekezaji wenu katika utaratibu ambao umewekwa na serikali, katika utaratibu ambao utawasaidia nyote kuweza kufikia malengo yenu ya kuweza kuwekeza. Lakini zaidi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunaweka misingi bora na misingi imara baina ya ZIPA na taasisi nyingine za serikali ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kuwasaidia wawekezaji wetu na kuwaongoza wawekezaji wetu katika taratibu ambazo tuko nazo hapa nchini.